There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba asikia, anajibu. Yeye ni Mungu, yeye ni Bwana, na yeye ni tegemeo, na yeye ni msaada wa karibu zaidi. Tunapomtumainia yeye, anazidi na anaendelea kutenda yasiyo ya kawaida, na anaendelea kuleta utofauti katika nafsi na katika maisha yetu. Kuna jambo nataka tukaweze na kutagua mchana wa siku ya leo. Ni kwa wale peke yao wametagua Mungu wao, that they shall do exploit. I know najua kuna wale waliweza kupata nafasi kwa katika communication, walielewa some of the things are very important tunapoendelea katika safari ya maisha. We are in the pillars of salvation. Ningetaka ile bodi yetu hapa, the pillars of salvation, kwa sababu kuna mambo nataka tukaweze na kuelewa, mambo tuweze kuyachagua, kuyatunza na kuhifadhi katika nafsi na katika maisha yetu. Wiki iliyopita tuliweza kusemezana ama kujadiliana kuhusu sacrifices zile tunazozitoa katika mbele zake Bwana. The sacrifices that we offer unto the Lord, ni dhabihu zinastahili kuwa ziko kwenye viwango za Mungu, in the standards of God. Kwa sababu tukikosa kutoa dhabihu kulingana na viwango za Mungu, basi tutafanya kazi isiyoweza wa kuleta utofauti, isiyo na uweza wa kuleta mabadiliko, because it is the desire of God. It is the desire of God tukaweze na kutoa dhabihu ziko kwenye viwango. Hiyo ndio jambo lazima tuweze kuelewa, the standards of God. Pasipo na kutoa dhabihu kulingana na viwango za Mungu, tutakuwa tunafanya kulingana na viwango za wanadamu. Kwa sababu hiyo ndio jambo nataka nikaweze na kuingia katika nafsi na katika maisha yetu. Kwa sababu tunaweza kuwa tunatoa dhabihu, lakini hatutoi kulingana na viwango za mbinguni, tunatoa kulingana na viwango zetu. Tukaangalia na tukaona ya kwamba sacrifices of giving that we give is given in accordance to the level of revelation. We serve God according to the level of revelation. Na hii jambo likaweze kuingia katika mawazo yetu kabisa, kwa sababu sasa pasipo na ufunuo, wewe unaona kana kwamba unaabudu, lakini hujui unaabudu nani. Wewe unaona kana kwamba watoa, lakini hujui watoa kwa nini.
Unaona kana kwamba waingia kanisa, lakini hujui waingia kanisa kwa nini. Waona unatoa fungu lako, lakini ukiulizwa watoa kwa nini hutaelewa. Unaweza kuona kana kwamba watoa sadaka, lakini kana kwamba huelewi maana na ufunuo wa kutoa, basi utatoa tu kwa sababu ni mtindo, ni kawaida, ni masaa ya kutoa sadaka. Na hapo sasa ndio shida inatokelezea, kwa sababu asipo na ufunuo, basi utakuwa ukitoa kwa sababu ni wakati wa kutoa, utakuwa ukiabudu kwa sababu ni wakati wa kuabudu, kuingia kanisani kwa sababu ni wakati wa kuingia kanisani. Brethren, pasipo na ufunuo kwa chochote unalolitenda, imagine pasipo na ufunuo na unaweka biashara, hiyo ni kazi kule unafanya kwa sababu hakuna mwongozo. What do I mean by revelation? Ninasema ufunuo wa vile utakavyofanya ile biashara, ufunuo wa vile utakavyoabudu Bwana, ufunuo wa vile utakavyokuwa katika hiyo ndoa. Ndiposa unaona changamoto katika ndoa za siku hizi, kwa sababu changamoto katika ndoa ni kwa sababu mtu anaingia kwa ndoa pasipo na ufunuo. Waingia katika familia pasipo na ufunuo. Waingia katika biashara pasipo na ufunuo. When there is no revelation of what you are doing, then what happens? You're just going round and round in the wilderness. Wazunguka jangwani, kwa sababu kana kwamba wamekuwa na ufunuo. Wakavuka mto Yordani waingie Kanaani. Ni ukweli. Walizunguka miaka 40, hata hapo walikuwa wanauliza baba yao, wale walikuwa wazee. Sasa angalia, tulipita hapa mwaka jana na sasa tunapita tena, kwa sababu hawakuwa na ufunuo. But with the revelation in that business, with the revelation in that ministry, with the revelation in that calling, then you can be able to stand strong, pasipo na woga, pasipo na tashwishi, kwa sababu unajua ya kwamba kile ninachotenda sio changu mimi, ni kile Bwana amenidhaminia. Bwana asifiwe. We need a revelation katika yaliyo yote tunayotenda kila siku na kila dakika. Jambo lingine lazima tukaweze na kulielewa ni ya kwamba pasipo na kukomaa kwa kiroho, spiritual maturity, tutatoa dhabihu alafu tuanze kuongea, tutatoa dhabihu tuanze kulinga, tutatoa dhabihu tuonekana kana kwamba tuwafaa zaidi kuliko wengine. Na ndiposa tunahitaji sacrifice tunazotoa zinatoshana na kiwango chetu cha kukomaa kwa kiroho. Vile vile unaona umekomaa kiroho, it is of similar level or similar capacity, utaweza na kutoa dhabihu zako. Na pasipo na ukomavu wa kiroho, basi utakuwa ukitoa zaka, fungu, kujitolea kanisani, kuabudu, kusifu kwa ile tu kiwango, kwa sababu hujaelewa Mungu zaidi. Na ndiposa hapo nikasema ya kwamba tunapozongea kwa Bwana, kile tunachohitaji ni kujua na kuelewa Mungu zaidi. Bwana asifiwe. Tunaweza songa hapa na tutoe dhabihu za kununua magari, na tuombe tupewe gari, tuombe tuwe na ndege, tuombe tuwe na familia nzuri, tuombe kuwa na watoto wazuri, kama vile tulikuwa tunaomba pale wakati tuko na mtoto, tuombe kupata mtoto. Lakini hayo mambo yote pasipo na uungu wa Mungu, the godly likeness, the godly values, the godly standards, yatakuja na yataondoka, kwa sababu ya kwamba we cannot complete, hatuwezi kumalizia kile kilianzishwa na Roho tukimalizie na mwili. Mtumishi wa Bwana Paulo aliandikia kanisa la Galatia, awaambia, kwani mlirogwa na nani? Who bewitched you? Nani aliwaroga? Mlianza na Roho mkamalizia na mwili. Unaona, ndoa inaanza na Roho, safari ikiendelea, wakati wanasahau Mungu, wanaona kana kwamba ilianza kwa uweza wao. Unaanza biashara na Mungu, ukiona biashara imesonga vizuri, unasahau ilianza na Mungu. Na chochote
ilianzwa na Mungu. Whatever God has started, whatever was started by God, it cannot be completed, or it cannot be perpetuated, or it cannot continue with the same godly value, with the same godly authority, because it is the godly authority that sustains what God has started. Hallelujah. Amen. It's only God that sustains what He has started. You cannot perpetuate, you cannot continue, you cannot appropriate what God has not given to you. You only appropriate or give hand over or entrust to other men what God has entrusted in you. So spiritual maturity, jambo la busara sana, kwa sababu asipo na ukomavu wa kiroho tutakuwa tukiona kana kwamba oh my tukikosa ukomavu, tukikosa kukomaa kiroho, tutakuwa tunafanya mambo. Ukiangalia sana sana watu wale wanafanya mambo madogo. Hebu tuseme kana kwamba tuko na harambee. We have a fat life, and then we raise some money to build the church or to go for things that we build the church. Tunaendelea na kufanya, hata tunaendelea na kuamini Mungu kwa sababu ya kuendelea kumaliza yale yaliyobakia katika mlango wa kanisa. Lakini utaweza kutambua ya kwamba walio wote wanatoa pesa zao kwa mradi wa kanisa, wanatoa pasipo na ufunuo na ukomavu wa kiroho, ndio wananung'unika sana wakiuliza pesa zilienda wapi. Bwana asifiwe. Amen. Na wale walitoa, hata wengine hata wajui kama wengine wanatoa hata wajui kama zilifika, hata wana shughuli kule zilipelekwa. Why we need a spiritual maturity, ukomavu wa kiroho, na ndiposa dhabihu tunazozitoa tuweze kujua sitolei mwanadamu na sitolei kanisa letu, mimi natolea Mungu. Bwana asifiwe. Kuabudu kwangu ninaabudu Mungu. Na kwa nini Mungu akanena in the book of John chapter 4, alisema ya kwamba I'm still looking, ninatafuta watakao niabudu kwa roho na kweli. Kwa sababu asema yale, si eti kwa sababu watu wanaabudu, lakini wanaabudu dini yao, wanaabudu wachungaji wao, wanaabudu fedha zao, wanaabudu mitindo na desturi ile ya kupale, lakini hawaabudu Mungu kwa roho na kweli. Kwa sababu mtu yeyote anayeabudu Mungu kwa roho na kwa ukweli ni dhabihu anatolea Mungu, akijua ya kwamba lazima nitoe dhabihu kwa kiwango cha Mungu, kwa sababu ni Mungu natolea, kwa sababu ni yeye pekee anaweza na kunibariki na anaweza kuniondolea adhabu, kuniondolea kilio, kuniondolea huzuni na kuniondolea mateso. Wacha nikuambie, kwa sababu kulifika mahali watu wanaabudu mambo mengi sana, na ndiposa kuna kwa siku hizi nina ugumu zaidi watu kuwaondoa kutokana na kuabudu kwa mtindo na desturi na udini, kuingia kwenye kuabudu Mungu kwa roho na kweli. Hapo ndio watu, and also unasoma the biggest enemy of Christianity, the biggest enemy of salvation is religion. Kwa sababu dini ilileta utaratibu fulani. Lazima uwe umefikisha hiki kiwango, lazima uwe umefanya hivi, ndiposa adhabu zao kulingana na udini zikubalike. Lakini pale tuliotolewa na Mungu, Bwana asifiwe, sisi dhabihu zetu hatutolei kanisa letu, tunatolea Mungu aishie milele. Kutojitolea kwangu, kuabudu kwangu, kujitolea katika mambo ya Mungu, sijitolei kwa sababu mimi ni wa dini fulani, lakini mimi najitolea kwa sababu najua dhabihu zangu natolea Mungu aishie milele. Bwana asifiwe. Basi kwa hiyo ndugu na dada, tutaanza kuzunguka jangwani, na tutaki kuzunguka jangwani kwa sababu wana Israeli waliweza na kuzunguka jangwani, wakazunguka jangwani mwaka wa kwanza,
mwaka wa 5, mwaka wa 20, mwaka wa 40. Na wakati walifanya hayo mambo yote, basi wanakuambia ndugu na dada, hakuna jambo waliweza na kufanya, basi waliweza na kukufia pale jangwani. Brethren, wacha nikwambie, pasipo na kuelewa kile Mungu anatenda, ndoa zetu zitakufia jangwani, biashara zetu zitakufia jangwani. Ni ukweli, biashara mingi zitakufia jangwani. Biashara nyingi zitakufia jangwani. Biashara nyingi, ndoa nyingi, familia nyingi, maono mengi sana yanakufia jangwani. Kwa sababu gani? Hakuna mtu anaelewa revelation ya hiyo kazi. Jambo la pili, hajakomaa. Jambo la tatu, hajui viwango. That is why nataka kusisitiza, there is a godly standard. My God, pasipo na kutambua viwango za Mungu, hapo ndio shida inatokelezea. Kwa sababu sasa, pasipo na kuelewa viwango za Mungu, basi nitakuwa najitolea tu, lakini sina ufahamu kile najitolea. Nitakuwa nikijitolea tu kwa sababu Sasa, kwa nini nasema haya mambo? Kuna wimbo tunaweza kuongozwa hapa tuweze kusikia na kweli Mungu ameshuka. Bwana asifiwe. Lakini yule anaongoza, tuseme kama ni wewe, yule anaongoza, yeye anajua uwezo wa Mungu umewekwa ndani yake. Basi anaenda sasa akijiuliza, ndio watu wamefurahia nikiabudu, nikiongoza kwa kuabudu, lakini kile najiuliza, ni hiyo kiwango wamesifu na wamefurahia ni kiwango cha Mungu? Kama wamefurahia na sio kiwango cha Mungu, hiyo haitaleta utofauti katika maisha yako. Bwana asifiwe. Let us desire the standard of God, so that we can be able to bring a godly change in all that we are there to do, to the glory and honor of our living God. Bwana asifiwe. Jambo lingine, wakati nilienda kumalizia, nilisema ya kwamba kila dhabihu walitoa inalingana na assignment ile Bwana alinipea. Ile mwito Bwana alinipea. Mtu mwingine anafuga siku moja na anapata ufanisi wake. Mwingine anafuga siku 2 na anapata breakthrough yake. Lakini mwingine unaona anafuga ya kwanza, ya 20, ya 30, ya 40, mwaka wa kwanza, mwaka wa 5 na bado anang'ang'ana. Kwa sababu gani? Assignment yake, the bigger the assignment, the bigger the sacrifices. Bwana asifiwe. Kama assignment yako ni dogo, ya hapa duniani, ile kazi ulituma utende hapa duniani, kana kwamba ni dogo, vile nakwambia, basi dhabihu zako ni dogo. Lakini mwingine, kwa sababu ya assignment or the calling or the mandate, basi utaona assignment yake inakuwa kubwa. Kama mtu anafanya kampeni na aweze kuwa rais wa Kenya, hawezi kuzukuka Kiambu na aseme anatakuwa rais wa Kenya. Hata kuwa rais, na si kutabiri, hiyo ni ukweli. Akizukuka Kiambu na amalize na apewe kura zote za Kiambu, hata kuwa rais. Hiyo ni ukweli. Kwa hivyo kile anahitaji, anatoka Kiambu County, anaenda Mombasa County, anaenda Kilifi County, anaenda Kisumu County, anaenda Mandera County, anaenda Kakamega County. County zote anazunguka kwa sababu anataka kuwa rais wa Kenya, sio gavana wa Kiambu County. Na gavana wa Kiambu County akitoka Kiambu County aende kufanya kampeni Mandera, ndio atachaguliwa Mandera, lakini atakuwa gavana wa Kiambu County, atakuwa gavana wa Mandera County. Hallelujah. You got to understand what is my assignment. Mimi kazi ile Mungu ameniaminia, na hapo
ndipo kuna ile mzungumkuti mkubwa sana kwa watu katika maisha na katika mwito. Kwa sababu na nikarudia Sunday nikasema ya kwamba wewe mtihani wako ni wa biology, wako ni wa physics, wako ni wa chemistry, wako ni wa fizikia, wako ni wa English, huyo mwingine ni mathematics. Hata tukikaa pamoja, hata hii social distance, wale wanakata social distance kiondolewa na tuanze kufanya mtihani, ukiangalia ni waza kuchora diagram ya roho, na wewe unafanya Pythagoras theorem, basi wewe utaanguka mtihani na utakuwa umefanya vizuri. Utakuwa umepita mtihani wa fizikia, lakini ulikuwa umepewa mtihani wa biology. Likewise in the assignment, siangalii ule mwingine alipewa kazi gani, siangalii ule mwingine amepewa kazi gani. Mimi nafanya mtihani wangu kulingana na kile Bwana ananiaminia. Na ndiposa unaona ya kwamba mmoja akapewa talanta 5, mwingine akapewa 2 na mwingine akapewa 1. Na maandiko inasema vizuri hapo, kila mmoja kulingana na uweza, capacity. Mungu aweze kukupea zaidi ama kidogo ya uweza wako. Na ndiposa nasema kulingana na uweza, lakini wote wale wa kwanza wa 5 alileta 100%. Huyu alipewa 2 alileta nini? 100%. Kwa sababu mmoja wa wale 5 alileta 10, that is 100%. Huyu alikuwa na 2 alileta zingine 2, that is 100%. Lakini yule alikuwa na 1 akafanya kama mpumbavu. In essence, what am I trying to tell you? Kulingana na ile jukumu Bwana anagoja nikaweze na kuitekeleza hapa duniani, milele ndivyo ninahitajika na kutoa dhabihu zangu. Bwana asifiwe. Sio kutoa dhabihu kwa sababu ni kawaida, kwa sababu ndugu yangu anatoa dhabihu, unaona mambo yanaendelea. Unaona dada yako anafanya mambo yake yanaendelea. Wewe mjeni unamwangalia, unaona hata hivyo hata wale wamepitia safari ile napitaga. Unaona hata watu wale hawana shughuli sana na dhabihu, wale hawana shughuli sana na kutafuta Mungu. Hao ndio wanaelea katika familia. Hata unaanza kujiuliza, kwani sasa mimi na Biblia natafuta Mungu na Mungu anajibu. Kila mmoja ako na assignment yake. Assignment yako ni ya hii, mwingine assignment yake ni ile. Na kulingana na ule uweza niliutunza ule uweza niliweka ndani yako, basi dhabihu zako lazima zifike kile kiwango. Sasa ndugu na dada, siku ya leo nataka tukaweze na kuendelea na ndiposa tuweze kutambua hizo baraka. Biblia kila mmoja anauliza baraka. Deuteronomy chapter 2:8, tuende pale tuweze kujua kile Bwana ataka kutunenea mchana wa siku ya leo. Deuteronomy chapter 28. Kuna kitu nataka kiweze kuhifadhika na kutunzwa ndani katika nafsi na katika maisha yetu. Deuteronomy 28 is a common verse, but we desire the Lord to give us a deeper revelation what the Lord wants to speak to us today. Deuteronomy 28 from verse 1. The Bible says, "Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe." You diligently, Deuteronomy 28, Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord. Bwana asifiwe. Then nataka tujiulize, then what is a blessing? Kama dhabihu, kama sacrifice, it triggers the blessing. Kama dhabihu ndio inafanya tubarikiwe, basi tujiulize, basi baraka ni nini? Kwa sababu pasipo na kuelewa hapo,
kwa Mungu baraka aliachilia zamani, si sasa anaachilia baraka. Bwana asifiwe. Unajua sisi tunaona sasa nimebarikiwa, unasema nimebarikiwa na gari, nimebarikiwa na mtoto, nimebarikiwa na familia, nimebarikiwa na nyumba, nimebarikiwa na kazi. Oh my. Kwa Mungu it's not a surprise in heaven. It is not a surprise in heaven. And kwanza nikachora hapa sasa. Huu ni mtu hapo hapa. Na sasa hapa nikasema ni sacrifices. Na hapa nikasema ni godly values. And then these are the blessings attached to that. Na huyu mtu, this is self. Huyu mtu ako na vision na ako na purpose. Purpose ya kutimiza hapa duniani. These are the sacrifice anatoa. Na this is a godly values, uungu wa Mungu. Because kile kinaleta ama kinaachilia baraka, it is a godly value. Ni uungu wa Mungu ukiwa ndani ya maisha yetu. Na ukiangalia ukweli wa mambo, walio na uungu mwingi zaidi, alia mena ogai moige, ona matikoragwo na fata na gari. Mwathani aroshwo. Kwa sababu Kristo alikuwa Mungu, hakuwa anahitaji gari. Simniambie ukweli. Hakuwa anahitaji gari kwa sababu yeye is not only horizontal, he could go vertically. He could walk horizontally and vertically. Actually walked up, wakaona amepanda, ameenda. So hakuhitaji gari kwa sababu alikuwa Mungu mwenyewe. Angalia watu wale walikuwa na uungu mwingi. Check in the Bible, check your Bible. Angalia mtu kama Elijah, anaambia Ahabu na mvua inanyesha na ukikosa kufika nyumbani kwa haraka utanyeshewa. Yeye anawaambia kwa haraka endeni na farasi zenu. Wanamuona amepita na hana gari na anafika nyumbani mbele zao. Kwa hivyo hakuhitaji gari kwa sababu alikuwa anajua gari kuhimu. Akiitisha gari ni kitu duni sana. Anahitaji uungu wa Mungu. Angalia mtu kama Philip, anaenda anakuta alikuwa hapa Ethiopia anakuta huko the Ethiopian eunuch, anaenda na anasema na hii ni mto in the book of Acts, na hii ni mto, nini kinaweza kunizuia nibatizwe? Yeye basi anambatiza kutoka kwa mto tu hivi, chua amerudi Israel. Na wale wanajua map, waangalie map yenu, waangalie vizuri Ethiopia na Israel ni wapi. Kwa hivyo hakutaka ndege, yeye anaruka tu hivi, amejikuta Israel again, anaendelea na kazi yake. Brethren, kile nataka ukaweze na kuelewa, the sacrifice, they trigger the godly value that unlocks the blessings upon our lives. So now the godly values, uungu wa Mungu tukiupokea, na ndiposa nasema ya kwamba hizi ndizo baraka mtakazozipokea mtakapotii neno langu na kulitimiza. Kwa hivyo sasa sio tati baraka twapewa siku ya leo, baraka ziliachiliwa wakati nilizaliwa. Na ndipo unaona wakati mtoto anakuja dedication, usikiza maneno yangu nasema ya kwamba nazo baraka zote zaitanishwa na mtoto hazitakosa kutimia katika maisha yake. Na kwa nini nena yale maneno? Kwa sababu na ndio shetani yeye anasema ya kwamba nazo hizi baraka zote najua masomo yake atasomea Makerere, atatoka hapo aende Harvard, atatoka hapo afanye kazi United Nations, anasema atafanya kwa sababu akifanya hivyo atatimiza mpango wa Mungu duniani. Alitogether mpaka pale. Napi wakati na tekniki mtu anasema ya kwamba nazo baraka, urithi, ushindi wa vya mtoto hasinyang'anywe na yeyote na nabii zote. Tuweze kuelewana hapo. Na ndipo sasa nakwambia kwamba when we offer sacrifices, we receive a godly value. Kumbuke kwa ile sasa, we receive a certain godly value. Kikombe zinaanza kujaa uungu wa Bwana. Godly values zinaanza kujaa hapa. Kwanza unapokea godly value ya patience, godly value of perseverance, godly value of what?
of love, godly value, of peace. The fruits of the Holy Spirit zinaweza zikijaa. Na wakati that godly values, it triggers this godly value. Wakati this godly value ina affect wako, it triggers a certain blessings inakuja katika maisha yetu. Hallelujah. Amen. Nataka tuweze kuelewa vizuri. Ndipo sasa tusiwe kudanganyika. Because what people need nowadays is to be taught the word of God. Na ndipo hapa tuweze na kutambua na kuelewa pasipo na uungu wa Bwana, even if I am millionaire, it is vanity of vanity with authority from heaven. Kwa sababu hizo pesa ama huo utajiri, it has no anchor. It is not anchored. It has no value in the kingdom of God. I hope umeelewa hiyo. Kwa sababu baraka za Bwana zilipangwa wakati ulizaliwa. Sio sasa tunaomba tuzipokee. Tayari ziachiliwa wakati tulizaliwa. Wewe ndio unasema siku ya leo nimebarikiwa na gari, lakini ulizaliwa gari ilikuwa sio sasa inawekwa, sio hata wakati uko umezaliwa. Usome katika kitabu chake cha Yeremia sura yake ya kwanza. Alisema ya kwamba hata kabla uubike katika tumbo la mama yako nilikujua, nikakuteua, nikakufanya manabii kwa mataifa. Na kazi yako kabla hata uzaliwe, kazi yako ilikuwa ni kung'oa, kuharibu na kumaliza, halafu unapanda na unajenga tena. Kwa hivyo hata kabla azaliwe. So wakati sasa Yeremia ananena maneno akiwa mbele za watu, naona mambo yametendeka. Yeye anaona sasa kama ni muujiza umetendeka. It is a godly blessing. It's a godly blessing that have been invoked. Lakini Mungu alikuwa anajua hata kabla uzalike haya niliyapanga. Na nikasema ya kwamba ukipata uungu wa Mungu, basi hizo baraka zote umezipokea. Bwana asifiwe. Sasa ile tunakuaga nayo, hatuna uungu wa Mungu. Na ndiposa kile chochote tunataka hatuwezi na kupokea, kwa sababu uungu wa Mungu it is power. It is so powerful. It is powerful. It has authority. It is power and authority. The godly values is power and authority. Na hii uungu wa Mungu mtu akipokea pasipo na kuwa amekomaa na ako na ufunuo, anaweza kuitumia kujitajirisha. Na hapo ndio Yesu Kristo alikuwa amepigwa chenga na shetani. Wakati aliambiwa sasa si wewe mwana wa mtu, tumia power na authority, tumia ile nguvu na mamlaka uko nayo. Sisi tunaweza kuona kana kwamba anaambiwa badilisha mayo mikate. Hapana. Shetani alikuwa kile anataka, si wewe uko na mamlaka, nataka utumie hiyo mamlaka yako vibaya. Tumia hiyo mamlaka yako vibaya. Kwa sababu najua uko na nguvu, naweza tumia hiyo mamlaka vibaya, utengeneze mayo mikate. Na Kristo angefanya hivyo. Lakini sasa Kristo alijua ya kwamba that's a wasted energy. I would rather use energy to raise somebody than doing something to prove who I am, and I know who I am. Bwana asifiwe. Amen. You cannot prove to us that you are massive. We know you are massive. Bwana asifiwe. You go now. Yes, I feel that. So with these godly values, because it is an authority, because it is power, it is so powerful. Inataka mtu akona ufunuo. Otherwise, tutaanza kuuza miujiza. Na people are desperate brethren, na watapagaraini. Na umeona watu wakiuziwa mafuta hata kwa TV, watu wakiuziwa kifagio kwa TV, watu wakiuziwa vifagio. Watu umeona na 1,000 aende afagie mapepo. Where on earth Jesus alifagia mapepo ziondoke? We got to know the word of God. It is not about I, it's about God. If this authority God has raised upon my life, it is not about myself, it's about the kingdom of God. So that authority that God has raised it's not about kujitajirisha. It's not about I getting a good car. It's not I getting a good house. It's not I. It's about the kingdom of God. Na kwa Kristo anawaambia kwamba sio mawe inafanya mtu aishi,
lakini kwa neno lake Bwana. Kwa hivyo when we have sufficient godly authority, when we have sufficient godly values, these are godly values, kwa sababu dhabihu tunazozitoa zinaenda kwenye viwango standard. Standard. Dhabihu ninazotoa mimi, kama ni kuabudu, kwa viwango za Mungu. Kama ni sadaka yangu, kwa viwango za Mungu. Kama ni kufunga kwangu, kwa viwango za Mungu. Na ujue ndugu na dada, kufunga alipoza nakwambia tunasema tufunge wiki mzima. Najua sasa wewe nikwambia ufunge kulingana na kiwango chako. Kwa sababu kuna wengine anaweza funga kwenye kiwango cha mwingine, atafunga kwa manunguniko na hakuna kiwango cha Mungu hapo. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tukianza kuweka lazima kufunga wiki mzima, andisa the standard ya kufunga hiyo wiki mzima, hapo ndio unaona watu sasa wanaanza kujificha na anakula mandazi 6. Mwingine anajificha ama naona mwingine anajua ya kwamba kwa sababu nikikula watajua, sasa mimi nitakula nikiwa mahali pengine. So brethren, tukiwa tunaenda kuomba, tunakuja vuruga zingine ziko na hapa Pago, zingine ziko na hapa Gashororo, tulikuwa tunaenda. Unaona mtu ana mchana kwa sababu naombea kwa kichaka na huko watu wanatoroka wanakuja mpaka Gashororo. Unaona mtu anapatikana akikunywa yogurt hapo. Anakunywa yogurt na gumubili. So alafu siku nasikia ile maombi naomba, unaweza fikiria ni ya Roho Mtakatifu. Na ni ya yogurt na nini? Na gumubili. Brethren, standards. The question is, what are the standards? I must understand what is my standard, because sacrifice, this is one of the pillars that anchor the salvation. Yani inashikilia wokovu wetu. Ni kama vikingi. Unaona kiangalia kanisa iko na chuma zimesimama. Sasa if one of the pillar of sacrifice ukiondoa kwenye wokovu, hiyo si wokovu wa Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ni wokovu wa dini. Kwa sababu ukiingia kwa dini, sacrifice zile zinaachilia uungu wa Mungu, wameziweka kando. Wanakuwa na uungu mwingi na udini mwingi pasipo na nguvu. Because nguvu, the Bible says, is a form of godliness but does not have power. Why? Because power, the power element in salvation, yani nguvu, yani hydrogen. The power element, nimeshindwa kuelezea na Kiswahili. The power element of salvation, it is unlocked when we have sacrifices to the standards of God. Hallelujah. There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni asikiaye